Injili halisi ambazo hata baba zetu au ndugu zetu mitume ambao walitutangulia ambazo walikuwa wanazihubiri ni zile ambazo zilikuwa zinafanya watu au zinawataka watu waweze kubadili njia na mitazamo yao ambayo walikuwa nayo. Sasa siku hizi kuna injili bandia. Injili bandia zinachochea watu kufanya mabaya, watu kufanya dhambi. Siku hizi kuna injili bandia nyingi sana. Injili halisi ambayo inahitajika kuhubiriwa katika kipindi na kizazi hiki cha leo tulicho nacho ni hii ambayo ipo katika hiki kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 na kuanzia ule mstari ule wa 16. Ni injili ambazo zinataka watu watengeneze, wabadilishe njia na mitazamo yao ambayo ni miovu iweze kufanana na Mungu. Lakini sasa wengi tunaipenda injili hizi za kupeti za kubembelezana. Hizi injili hazitaweza kumwokoa mtu na tabia zake alizonazo. Zitamwacha aendelee na tabia zake zile zile. Wengi wanaogopa kukemea dhambi. Wanapenda injili fulani ya tambarare sana. Kama injili ambayo inahitajika kuhubiriwa ndio hiyo. Kama injili inayohitajika ni hii ya kupeti, kubembelezana. Ni kwa nini wale ambao walitutangulia jasho la damu liliwatoka? Wengi walikuwa tayari hata kuuawa, wengine walikatwa vichwa hata kwa misumeno. Ni kwa sababu ya injili. Injili inayohitajika ni ile ambayo inachoma mioyo ya watu. Kama kuna makosa wanayafanya, basi waweze kuchoma mioyo yao na waweze kubadilika. Walipohubiri katika kipindi kile, watu waliokuwa wakiwasikiliza wakasema, kulitokea makundi mawili. Wengine wakasema, tutendeje ndugu zetu kwa hayo mnayotuambia? Tumeyapokea sawa, tutendeje sasa ili tubadilike? Na kundi la pili likasema, tuchukue mawe tuwapige hawa wanaozungumza mambo kama haya, kwa sababu ni injili ngeni. Siku za leo kuna injili za kubembelezana. Watu wanapenda peti, injili peti. Vaa kama mnavyoweza, nyoa kama mnavyojua, fanya vyovyote uwezavyo. Vijana wa siku hizi hata kuwa na kimchumba ndani ya kanisa, kimpenzi ndani ya kanisa. Ni kijana ana mpenzi wa siri, ni jambo ambalo wanaona ni jambo la kawaida tu, kwa sababu wanapenda injili za kupeti. Mungu hapendi injili za namna hiyo. Ni injili mbovu ambazo zinachochea watu kufanya uchafu na mabaya. Wengine wanahubiri injili eti za mapenzi, yani eti lala na mume wako kwa mara ngapi kwa siku, fanya hivi na hivi, fanya hivi na hivi. Wewe ukiwa ni msichana usiunavaa sijui manguo ya ajabu, eti manguo yanayofunika mwili wako usiunavaa hayo. Eti wanahubiri tu injili fulani, eti vaa kisketi fulani kinaishia kwenye magoti, vaa kisuruali fulani, wewe ni mwanamke, ili watu wakuone, ili watu wakupende. Nataka nikwambie kwamba injili kama hizo zinachochea uzinzi na mapenzi. Na kwambia ndugu yangu ukweli ya kwamba kama unazisikiliza injili za namna hiyo zinazochochea uzinzi na mapenzi, mchungaji au mama mchungaji anasimama kufundisha na kuchochea swala la mapenzi kanisani, tambua kwamba ni injili mbovu ambayo inahubiriwa katika kizazi cha leo. Lengo lake ni kupotosha na kuiharibu jamii, hasa vijana. Mbinguni tutaingia kwa kodi moja na kwa sare moja ambayo ni utakatifu tu. Usipokuwa mtakatifu utaanguka, hautaingia kwenye ile mbingu. Ndio maana wengi watasema, Bwana Bwana, tulilia na kuomba, tuliishi katika hema yako, tulitoa matoleo, tulifanya miujiza kwa jina lako. Lakini atawafukuza, atawaambia tokeni, siwajui. Bwana anahitaji injili halisi. Injili halisi inachoma mioyo ya watu, inawapa watu maamuzi ya kutengeneza maisha yao. Hizi injili za kupeti, kubembelezana, hazitakupeleka popote.
Mungu akusaidie ugeuke. Ni sauti ya mtu aliye nyikani.